kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunabudi kurudisha shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na zaidi tumuombe yeye atupatie tawfik katika kila jambo la kheri na katika kila jambo ambalo linamridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tuko katika siku ya tatu katika darasa zetu. Alhamdulillah, tuweza kuangalia utangulizi katika siku ya kwanza ambayo ilikuwa ni siku ya Jumatatu, na vile vile katika siku ya pili ambayo ni siku ya Jumatano tuweza kuanza suratul Fatiha, na tukaweka ahadi kwamba leo inshallah tutakwenda kuimaliza ili katika wiki ijayo inshallah tuingie katika sura nyingine ambazo ni suratul Nas na suratul Falaq. Lakini ningependelea kabla ya kuendelea pale tulipokomea jana, turudie kwa ufupi sana au kwa haraka zaidi yale ambayo tuweze kuzungumzia katika hizo siku mbili zilizopita. Utangulizi wetu ulikuwa unakuwa katika mfumo huu kwamba Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na fadhila yake ukifananisha na maneno mengine ni kama mfano wa vile fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Manake ni maneno makubwa ambayo hayawezi kufananishwa na maneno mengine yoyote, ambacho ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qira'atuhu, na kuisoma hiyo Qur'an, afdalu ma taharraka bihi lisan, ni maneno ambayo itakuwa ulimi haujapatwa ama haujapata kuzungumza au kusoma maneno ambayo ni mazuri zaidi kuliko maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile tukasema kwamba Qur'an ni uongofu kwa wanadamu, na ni kitabu ambacho kimekuja kuhukumu maisha ya wanadamu kwa ujumla, na Allah subhanahu wa ta'ala akaupatia cheo umma wetu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tukapewa kitabu hichi, na yeyote atakayekifahamu na kukitafakari, hii itakuwa ni njia ya yeye kufikia katika uongofu na utulivu na sakina katika nafsi yake, na hatuwezi kufikia katika ufahamu wa kitabu hichi isipokuwa lazima tuwe na ilmu kidogo katika ilmu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa ilmu zinazofungamana na Qur'an ambazo ziko chini ya Qur'an ni ilmu gani na gani? Tukasema kwanza ni lazima mtu ajue ilishukishwa vipi, na katika kueleza kwetu tukafahamu kwamba imeshukishwa katika marahil tatu. Marhala ya kwanza kutoka katika lauhi mahfudh mpaka katika mbingu ya dunia ambayo ni samau dunia, na hii inapatikana katika aya mbili maarufu katika kitabu cha Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Katika usiku mmoja ikashukishwa kutoka lauhi mahfudh mpaka katika samau dunia. Na pia Allah anasema katika sura nyingine, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin. Kwa hiyo pia ni aya inathibitisha kushukishwa kutoka katika lauhi mahfudh mpaka samai dunia. Kutoka samai dunia mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukafahamu kwamba imeshuka kwa muda wa miaka 23, miaka 13 katika mji wa Makkatul Mukarram, miaka 10 mingine iliyobakia katika mji wa Madina. Na hikma gani Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kushukisha Qur'an ikiwa ni mafungu ndani ya huu muda wa miaka 23, tofauti na vitabu vingine kama vile Taurat na Injili na Zaburi, ili iwe ni sababu ya kumthibitisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia ni njia nyingine ya kumpatia yeye mtihani na ikhtibaru, kwamba atakapofikwa na matatizo
akawa ni mwenye kusubiri wahi kutoka kwa Allah, basi wakati mwingine Mwenyezi Mungu alikuwa akimcheleweshea kama kumpatia mtihani. Tukaelezea habari ya kisa cha Aisha kusingiziwa kwamba amefanya zina, au wale watu waliokuja kumuuliza maswali kuhusu ashabul kahfi. Kwa hiyo lazima ujue imeshukishwa namna gani, na pia ilikuwa ikishuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam makundi ili imthibitishe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waqalu laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Kwa hiyo hii ni moja katika sababu pia ya kuwa Qur'an haikushukishwa pamoja yote kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alishukishiwa kidogo kidogo kulingana na yale masala ambayo yalikuwa yakitokea, na pia ithibitishe kifua chake. Na njia iliyoshuka alikuwa anakuja Jibril alayhi salam kwa sura yake baadhi ya wakati, au kwa sura ya mtu kwa kawaida, au katika ndoto, na pia vile vile baadhi ya wakati wahi kwa Mtume alikuwa anakuja kama ukelele wa kengele. Kwa hiyo hii ilikuwa ni wahi mzito kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata baadhi ya wakati imepokewa kwamba alikuwa akipoteza fahamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akambainishia kwamba usiwe na haraka wakati sisi tunakusomesha, fanya subra, hii ni kazi yetu sisi kukuhifadhisha. La tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa Qur'an fa idha qara'nahu fattabi' Qur'an. Kwa hiyo wakati mwingine hata anapotewa fahamu, lakini akizinduka anakuta zile ayati ambazo zilikuwa zikiingia katika ufahamu wake ziko na zimeingia na Allah ameziweka. Pia vile vile katika ilmu tunazopaswa kuzijua ni asbabu nuzul, sababu za kushukishwa aya au sura, na tukatoa mfano maarufu na wakati pia tuende nao kwamba masala ya tembo khamr hayakuharamishwa kwa ujumla. Sababu yake ilikuwa ni hivi kwamba Allah subhanahu, masahaba walikuwa wanataka hukumu juu ya hilo swali, asbabu nuzul. Pia vile vile an-nasikh wal mansukh, afwan, hapa ndio kunapatikana ule mfano wa aya ya tembo. Mara kwanza Allah subhanahu wa ta'ala akasema, yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Ikapita muda, masahaba kwa bado wanaulizia, ikashuka aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mlioamini msikaribie swala na ilhali nyinyi mmelewa, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Bado masahaba kwa wanaulizia hukumu, hatima yake ni gani? Allah subhanahu wa ta'ala akashukisha, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Na pia mwanadamu anaweza kujiuliza kwa nini kile inapotajwa khamr inatajwa maisir. Maisir ni kamari, zinachezwa katika sehemu za kufanya machafu, na sana sana tembo, huu ndio mchezo unaofuatana nao. Hata ukiangalia katika zile sehemu za watu wa hali za juu, wanakuwa wanakunywa tembo kabisa, wanaendeleza kucheza zile kamari katika yale makasini. Ndio maana inapenda kufungamanishwa na watu wakiwa katika tembo, wanakuwa ni wenye kuzungumzia sana masala ya kamari. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha, yasalunaka 'anil khamri wal maisir innamal khamru wal maisir. Vile vile lazima mtu ajue hii sura imeshuka Makka, hii sura imeshuka Madina. Ni moja katika kukufahamisha au kukufikisha katika fahamu sahihi katika ayati. Tukaja kuangalia baadhi ya fadhila kwamba ni ilmu ambayo ni tukufu. Hakuna ilmu tukufu baada ya ilmu hii ya Qur'an, na pia mtu akijua Qur'an ni msingi ama ni wasila, ni njia ya kumfikisha yeye kuweza kuifanyia mazingatio kitabu cha Allah. Fadhila ya tatu katika elimu hiyo tukiwa nayo, inatuzidisha imani na wataqwiyatu silati billah, inatukaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tulitoa mifano katika siku zilizopita, zitakuwa ziko katika video, mtu anaweza kuziona inshallah. Pia vile vile ilmu ya Qur'an imekwenda kufungamana
inamaanisha ilmu zote zinazofungamana na sharia. Mfano tauhid inapatikana katika Qur'an, qul huwallahu ahad fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa ilahukum ilahun wahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq la ilaha illa huwa fa'budhu wastabir alayhi. Zote hizi ni katika ayati zimekuja kwenye somo la tauhid katika Qur'an. Pia vile vile masala ya fiqh. Fiqh ni ufahamu wa dini, kujua swala yako, usafi wako, zote hizo katika Qur'an. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, hatta swala ya khawf wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, kwamba wengine waswali, wengine wao wanasimama wanalinda. Zote hizi ziko katika fiqh na ziko katika Qur'an. Amma sayra pia ziko katika ilmu inayopatikana katika ulum za Qur'an wal akhlaq na tabia. Tukasema kwamba Allah ameleta aya nyingi kutufundisha muamala na watu katika tabia nzuri. Fa'ashiruhunna bil ma'ruf wa la tamshi fil ardi maraha, zote hizi zinakuja katika akhlaq. Wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha, zote hizi ni katika aya zimekuja katika akhlaq. Mwisho kabisa katika fadhila zake kwamba ni ilmu ambayo mtu akiifuatilia itakuwa amefanya kazi kubwa katika ulimwengu na atakuwa mtu bora, kama qala Allah subhanahu, kama qala Nabii sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Pia akasema inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yadh'u bihi al-akharin. Tuliingia katika tafsiri ya sura al-Fatiha. Tunajaribu pia kwenda haraka na wakati, lakini turudie kwa ujumla. Katika sura ambayo ina majina mengi ni sura al-Fatiha. Imetajwa majina karibu 20. Lakini jana sisi, yani juzi, tuliweza kutaja manane pekee. Na leo ningeomba pia tushirikiane, kama kuna mtu atakuwa anajua, tushirikiane kuyataja. Al-Fatiha ya kwanza, na Al-Fatiha na imeitwa hivyo kwa sababu imeanza katika Qur'an na pia inaanzwa kusoma katika kila sala, na pia ni sura ambayo imetoshana na Qur'an nzima. Ndio Allah akasema walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal Qur'an. Kwa hiyo suratul Fatiha ikapewa jina lake na Qur'an ikapewa jina lingine. Hii ni moja katika sababu, hizi ni katika sababu za kuitwa suratul Fatiha. Nani atatukumbusha jina la pili? Kunuz. Kunuz au kanz, liihtimaliha ala kunuz wa jawahir maani wal ahnaf, kwa sababu ndani imejaa thamani, vitu vya thamani. Tunasema kanzi ni kitu cha thamani. Jina la pili inshallah, alhamdu, pia ni katika jina lake kwa sababu imeanzwa na kalima ya alhamdulillah rabbil alamin. Naam, ummul kitab, shukran. Pia hii ni moja katika majina ya suratul Fatiha, ummul kitab, kwamba ni mama wa kitabu. Kwa sababu gani? Ya maudhu na maneno yaliyoko katika suratul Fatiha yote yako katika Qur'an nyingine iliyobakia. Katika jina lingine inaitwa as-sala. As-sala kwa sababu inasomwa katika kila sala, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab, hana swala yule ambaye atakuwa hajasoma suratul Fatiha. Na katika hili tulizungumzia mambo baadhi kuhusiana na suratul Fatiha. Nadhani tutaacha kwa majina kwa sababu ni mengi na mtu anaweza kuyapata pia akiangalia katika video ya juzi. Lakini katika masala ya Fatiha au as-sala ni kwamba ni lazima ipatikane katika kila swala. Kwa imam tunajua ni lazima, na tukazungumzia kwamba kwa maamum itakuwaje lau atakuwa hatapata fursa ya kusoma, kwa sababu tunaambiwa imam akisoma na sisi tufanye nini? Tunyamaze. Maulama wameenda kufupisha masala haya kwamba katika swala za siri lazima kila mtu afanye nini? Aisome suratul Fatiha. Katika swala za jahar za dhahiri lazima mtu awe atamsikiliza imam, na wakati imam atakuwa amenyamaza ndio yeye apatilize kusoma kabla al-Fatiha. Kabla pale, baada ya kufungua swala, mtu anaweza kusoma ile dua ya kufungua swala alafu akafuatiliza na suratul Fatiha, na imam akianza kusoma yeye anyamaze. Hii ndio kauli ile. Maana pamoja na kwamba
Kuna kauli nyingine zinazoelezea kwamba unaweza kuisoma mpaka ukamaliza hata imamu akianza kusoma, lakini hazina nguvu, na hadithi na aya zinasisitiza watu wanyamaze wakati imamu akiwa atakuwa anasoma. Vile vile tulizungumzia kuhusu bismillah. Bismillah ambayo inapatikana katika sura al-Fatiha ni moja katika aya za hii sura, kwa sababu ukianza alhamdu mpaka mwisho unapata aya ni 6, lakini katika jina lake ni 7. Katika jina lake 7 al-Mathani. Kwa hiyo bismillah inahesabika katika aya za sura al-Fatiha. Je, mtu asipoisoma itakuwaje swala yake? Swala lazima mtu aisome bismillah katika Fatiha. Tofauti inakuja kuidhihirisha na kuto kuidhihirisha. Ukidhihirisha ni sawa, usipoidhihirisha ni sawa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walifanya ipi sana? Walifanya ya kudhihirisha kuliko ile ya kuleta kwa siri. Nadhani mpaka hapo tukifahamia. Pia tukazungumzia kuhusiana na wasia kwa wazazi, kuhusiana na swala zima la kumfundisha mtoto sura al-Fatiha. Kwa siku mtu anafaa kuisoma mara 17 kabla au ukitoa swala za sunna. Ikiwa mtoto utamfundisha mwenyewe ile sura al-Fatiha, ina maana hata kila siku yeye akiisoma, wewe unapata malipo kupitia kuisoma yeye katika ile swala. Na hii inakuwa ni moja katika dua ambazo mtoto atakuwa anaweza kumwombea mtoto mzazi wake baada ya kuondoka, hata kama itakuwa yeye hamuombei dua kama vile ya kikawaida. Sisi tunafahamia kwamba atakuwa mathalan, ni wengi katika watu wanawathirika kuombea wazazi wao, Mwenyezi Mungu awakumbushe awazindue. Lakini ikiwa mtoto atakuwa hamuombei, lakini ile Fatiha alifundishwa na mzazi mwenyewe, maana dhalika ni kwamba kila akisoma katika swala inamfikia yale malipo na thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaingia katika tafsiri ya sura hii kwamba makusudio yake tahqiqul ubudiyya lillahi ta'ala, ni kuhakikisha watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutekana. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote na himdi zote ni zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake na ukamilifu wake, na yeye ndiyo muweza wa kila kitu. Tulisema katika hapa tunapata neno alhamdulillah, pia rabbi na alalamin. Alalamin ni wanadamu wote kwa ujumla, wanyama na wanadamu. Chochote ambacho kitakuwa chini au si Allah ataingia katika alalamin. Rabb ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala na linasimamia tauhid katika vigawanyiko vitatu: tauhid rububiyya, kwa sababu hii ni tauhid ya utendaji wa kazi za Allah subhanahu wa ta'ala. Pia vile vile neno alhamd tukapata kwamba ni neno la kumshukuru Allah, na Mwenyezi Mungu ameianza sura hii ya kwanza katika Qur'an kwa shukrani, ili tujue hii Qur'ani ni neema yetu. Katika maneno yaliyosomwa kuhusiana na fadhila ya neno la alhamdulillah, tutasoma hadithi moja ya Anas radhiallahu anhu: law anna ad-dunya bihadafir, law hii dunia yote na ikakusanywa fi yadi rajulin min ummati, katika mkono wa mtu katika umma wangu, akapewa yote dunia na vilivyomo ndani yake. Thumma qala, kisha akasema mja huyo aliyopewa neema hizo, alhamdulillah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kuhimidiwa ni Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lakana alhamdu afdalu min dhalika kulli, itakuwa lile neno lake alhamdulillah ni bora kuliko zile neema zote alizokusanyiwa katika dunia. Imam al-Qurtubi akasema, alhamdulillah kana akbaru ni'matin alayhi, itakuwa ile neno la kusema alhamdulillah kwake ni kubwa min ad-dunya au min ni'ami ad-dunya, kulingana na zile neema za dunia. Lianna thawaba alhamd, kwa sababu malipo ya thawabu ya kusema alhamdulillah la yufna au la yafna, hayaishi. Wa na'imu dunya la yabqa, na neema za dunia hazibaki. Ndio tukapata ile aya almalu walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatus salihat. Zilizokusudiwa albaqiyatus salihat ni zile tasbihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar. Na tafsiri ni ndefu katika hili. Arrahmanir rahim, Mwenyezi Mungu ndiye mwingi wa rehema, mwenye kurehemu viumbe vyake wote. Tumesema hii inaingiza wanadamu wote na inahasisisha. Arrahman, mwingi wa rehema, rehema zake zinaenda kwa kila Muislamu.
kwa kila mwanadamu, mu'min au kafir. Lakini Ar-Rahim hadha khas bil mu'minin, mwingi wa kurehemu. Mwenyezi Mungu hamrehemu mtu kimaana. Rehema ziko maana nyingi pia tufahamu kwamba kuna rehema za kidunia na kuna rehema Mwenyezi Mungu amekuonea huruma, amekupenda, amekuchagua katika watu wema. Hii ni rehema nyingine, ndio hii tunazungumzia waumini. Wewe Mwenyezi Mungu hamuonei mtu huruma hii ya waumini isipokuwa ambaye ni muumini. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala alileta aya ya pili katika aya ya kwanza kutufahamisha sifa zake kwamba yeye ni Rahman Ar-Rahim, kwa sababu kulikuwa na uwezekano kutumia sifa nyingine katika sifa zake, lakini akatumia hii ili tusikate tamaa katika rehema zake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki yawmiddin, mfalme wa siku ya malipo. Ad-din katika Qur'an inaweza kumekuja na maana nyingi. Katika maana zake ad-din yani dini. Katika maana nyingine ad-din ibada, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din. Ad-din hapa inakusudia ibada, au hapa ad-din maana yake malipo. Na aya inayothibitisha kwamba ad-din inaweza kuja pia kwa maana ya malipo. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq, siku ya malipo, siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala atawalipa watu wema malipo yao kwa haki. Yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Kwa hiyo Maliki yawmiddin, mfalme wa siku ya malipo. Na maulama wamesema mtu akisoma aya hii anapaswa kuzingatia kitu kimoja katika kila raka, kwamba hii aya ni sababu kubwa ya kumkumbusha Muislamu siku ya akhira, kwa sababu wasomo wasema Maliki yawmiddin, mfalme wa siku ya malipo. Inapaswa hii aya ikukumbushe kwamba kuna siku ya malipo na inatuhusia kufanya mambo mazuri na kutosheka na maasi. Hapa ndipo tulipokomea, na leo tutaanza iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hatukuweza kuzizungumzia kwa urefu hizo kwa sababu ziko katika video, kwa hiyo inshallah tutaanza sasa vizuri hapa katika aya hii, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, wewe peke yako, na'budu, tunakuabudu, wa iyyaka, wewe peke yako, nasta'in, tunakuomba msaada. Ameanza Allah Subhanahu wa Ta'ala na kututaka sisi tumpokeshe, baada ya kutueleza sifa zake na ukubwa wake, alhamdu arrahman malik yawmiddin, alafu akasema, akatuamrisha tutamke maneno haya kwamba wewe peke yako Allah Subhanahu wa Ta'ala tunakuabudu, na wewe peke yako Allah Subhanahu wa Ta'ala tunakutaka msaada. Nahusuka wahdaka bi anwa'i al-ibada, tunakutengea wewe peke yako kwa sampuli zote za ibada. Wa ta'a na ta'a, fala nushriku ma'aka ghayrak, hatukushirikishi wewe na kiumbe mwingine yoyote. Wa minka wahdak, na kwako peke yako, natlubu al-aun, tunataka msaada, fi kulli shughulina, katika kila jambo letu. Fa biyadika al-khayr kulli, katika mikono yako ndio unapatikana khairu. Wala mu'in siwako, wala hakuna mwingine ambaye kwamba ataweza kutusaidia sisi. Kuna mambo mengi ya kuzingatia katika hii aya, lakini tuanze na kauli ya Qatada alipoeleza akasema, ya'murukum an tukhlisu lahu al-ibada, Allah anawaamrisheni mumkhalisishie yeye ibada, yani tusimshirikishe na mtu. Wa an tasta'inu ala umurikum, na pia mumtake msaada katika mambo yenu. Mmoja katika wanavyoona akasema, Allah Subhanahu wa Ta'ala hakusema iyyaka a'budu, alisema iyyaka na'budu kwa wingi. Akasema i'tirafan biqusuri al-'abd min al-wuqufi fi bab al-malik wahda, ni mja inamfanya mtu ajihisi kwamba kusimama peke yake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuomba yeye kama yeye inakuwa ni kitu ambacho hana uwezo, hawezi kukifanya. Kwa hiyo yandhamu fi zumrati almu'minin almuwahhidin, na yeye anajiunga katika kundi la watu wema, anamuomba Allah kupitia pia nini wenzake. Sisi tumefahamiana. Kwa hiyo kama haombi peke yake, kwa hiyo Allah ameleta hii kwa jamaa ili mtu yoyote akiomba ile anawaombea Waislamu wote. Ndio maana tukawa tuambiwa Fatiha ya Imam inamtosheleza maamum, kwa sababu akisema iyyaka na'budu
amekuombea wewe pia ama hajakuombea, amekushirikisha katika dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fa nahnu jami'an na'budu wa nasta'in. Pia vile vile iyyaka na'budu, wewe peke yako tunakuabudu. Hapa tunajitoa, tunajivua katika dhambi kubwa, la ambalo ni dhambi gani? Shirk. Shukran. Dhambi kubwa, mtu akisema tu iyyaka na'budu huwa umeshajivua katika dhambi ya shirk. Na hapa katika masala ya shirk ni mlango mwingine nao kando huko, manake nao tukiufungua itakuwa ni masala mengine, lakini ni jambo la Muislamu kujilinda sana asiingie katika shirki yoyote, ikiwa ni kubwa au ni ndogo, na hasatan shirki ambayo itakuwa inakanusha au inafanyia istihza dini ya Allah au kitabu chake au masahaba au watu wema, mathalan za uchawi au za kujishirikisha na haya makundi ya kwamba unaingia katika hilo kundi ndio likupatie mafanikio. Zote hizi ni katika anwaa ya shirk. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala amemfungamanisha iyyaka na'budu na wa iyyaka nasta'in, kwa sababu ibada ndio lengo letu sisi wanadamu, lakini hatuwezi kulifikia hilo lengo isipokuwa kwa kutaka nini? Msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio jana tukizungumza au ile siku tuliyopita kwamba tukauliza swali, ni msaada gani ambao Muislamu anapaswa kuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya msaada mwingine wowote? Tukapata jawabu kwamba Muislamu anapaswa kuomba msaada wa tawfik wa hidayah, uongofu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutufundisha hii aya akafatiliza ihdina siratal mustaqim. Kwa hiyo lau tutakaa kuzingatia watu wema na mitume waliotangulia walipokuwa wanachukulia uzito jambo la kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada, ndio tutajua kwamba hii dini ya Uislamu ama neema ya uongofu si kitu tuliyopewa kila mtu. Tumefahamia. Na hata Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kutufahamisha kitu katika aya zake, akasema wa in kadu la yaftinunaka 'ani alladhi awhayna ilayk. Wale Quraysh wanataka kumtilia fitna mtume katika Qur'an, na hivi na hivi, litaftari alaina ghayra, ili wewe utusingizie sisi, yani mtume abadilishe katika Qur'an au azue katika Qur'an. Wa idhan latakhadhuka khalila, ukifanya hivyo wao watakuwa kwako ni marafiki zako, yani ukibadilisha katika yale tuliyokushirikishia. Walaula, lakini Mwenyezi Mungu akaendeleza akamwambia, na lau sisi, yani yeye Allah anasema sisi, maana yake ni kujitukuza. Walaula an thabbatnaka, na lau sisi tusinge kuthibitisha, sio tafahamiana, na lau sisi tusinge kuthibitisha, laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalil, ungeelemea upande wao na ukawafuata yale wanayotaka kwako, lakini sisi tumekuthibitisha. Kwa hiyo hapo tunafahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kule kudhibiti na kuwa na uongofu imetoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuthibiti mwenyewe kwa uwezo wake, na ndio maana yeye katika kila dua alikuwa akiomba akisema, Allahumma a'ti nafsi taqwa, Mwenyezi Mungu ipatie nafsi yangu uchaji, yani mcha Allah. Wazakkiha anta khairu man zakka, na uitakase, wewe ndio mwema mwenye kuweza kuitakasa. Anta waliyuha wa maula, wewe ndio mwenye kuiongoza na wewe ndio unaimiliki. Na katika zile adhiya tunazosoma katika hii swala ya witr, unasema Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Hii ni dua muhimu sana Muislamu awe anamuomba Allah yule yuko katika ulinzi na katika wilaya ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani wilaya, ala inna awliya Allah, wale watu wa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo
ni kitu kikubwa sana kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala msaada. Na imepokewa katika hadithi yani mawqufu kwamba Abu Bakar radhiyallahu anhu kana yaqra'u bihadhihi al-aya fi ar-rak'ati ath-thalith fi al-maghrib sirran ba'da al-Fatiha. Abu Bakar alikuwa akisoma aya hii ambayo tutaisoma baada ya kueleza haya maelezo katika kila raka ya tatu baada ya kusoma suratul Fatiha, lakini kwa siri akisema rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Zote hizi ni katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada, atuepushe na shirki, atuepushe na kutaka msaada kwa viumbe vingine. Huenda Muislamu akaenda kuomba kazi mahali au akataka msaada kwa ndugu yake Muislamu, ni jambo linaruhusiwa wala si jambo lina mashaka, lakini hapa inakusudiwa iyyaka nasta'in. Usende kuomba kitu kwa mtu au mahali ikawa matarajio yako yako juu ya yule mtu au ile sehemu. Ndio maana yake ile au unataka msaada wa kila kitu kwako katika ibada au katika mambo yako ya kidunia, maana yake atawakkul. Hapa maana yake nyingine nasta'in, maana yake natawakkal alayk. Ndio zimekuja baadhi ya aya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sema qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkal. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Kwa hiyo nasta'in kwa maana nyingine huwa atawakkul, imani yako, itikadi yako, matarajio yako yote yawe yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndivyo inavyokusudiwa katika aya hii. Na kitu kikubwa ambacho kinamfanya Muislamu akathamini ibada aliyoifanya, nataka tufahamiane vizuri. Kitu kikubwa ambacho kitamfanya Muislamu athamini ile ibada ambayo ataweza kuifanya ni mtu akijua kwamba hii ibada mimi nimeifanya, lakini si kwa uwezo wangu. Sisi tufahamiane. Hii ni moja katika sababu ya kumfanya Muislamu athamini ile ibada na ilete athari. Ukijua mimi Allah subhanahu wa ta'ala ameniwezesha leo nimesoma juzuu moja, lakini katika nafsi yako unajua hii si uwezo wangu, kwa sababu kuna wakati mimi nilikuwa sisomi, mbona sasa hivi nasoma? Ama ikiwa Allah ameniwezesha nimeamka usiku nimeswali, ukajua hii si uwezo wangu. Kuna wakati ulipita mimi sikufanya nini, sikuweza kuswali wakati huo. Ama Allah ameniwezesha nimempatia mtu, nimemsaidia katika sadaqa, nimetoa kitu, ukajua huyu mtu hakuletwa bure kwangu, isipokuwa Mwenyezi Mungu amemtuma kama kunipima na amemleta ili nimsaidie, hiyo ni sababu ya kunirehemu. Hii ni moja katika sababu ya kumfanya Muislamu akawa anaingia zaidi katika alaka yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika dua ambazo wataomba watu watakapoingia peponi ni za kumshukuru Allah kwa uongofu. Qalu alhamdulillah, dua ya kwanza kabisa, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Na sisi tusingeweza kuongoka kama Allah subhanahu wa ta'ala hata tuongoza. Lazima Muislamu ajue chochote kile katika khair au katika ibada ni katika uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii inasababisha kuongezewa katika tawfik, na hii inasababisha kuongezewa katika tawfik. Tuingie katika aya inayofuata. Allah subhanahu wa ta'ala sema ihdina as-siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyoka. As-sirat imetafsirika au al-mustaqim imetafsirika kwa maana tatu. Kwanza al-islam, maana ya kwanza Uislamu. Maana ya pili al-iman, au maana ya tatu manhaju Rasul sallallahu alayhi wasallam. Maana ya kwanza ihdina as-siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka, tuongoze katika njia ya Uislamu.
Maana ya pili, tuongoze katika njia ya imani. Maana ya tatu, tuongoze katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taarud, wala hakuna kupingana baina hizi maana tatu. Fakullu yaduru fi falakin wahid, zote zinaingia katika makusudio moja, zote ni maana moja, yani njia iliyonyoka ya kutuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dullana ila siratil mustaqim, tuelekeze katika njia iliyonyoka. Wasluk bina fi, na utuongoze na utushikililie ili tusiweze kupotea baada ya kuingia. Wathabbitna alayhi, na utithibitishe katika hiyo. Wazidna huda, na utuzidishie uongofu ya Rabbi ya Rahman. Katika dua walioomba vijana wa Kahfi, na Allah subhanahu wa ta'ala akawajibia kwamba innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, na tukawazidishia uongofu. Mtu anaweza kutosheka na kila kitu, lakini hakuna mtu atatosheka na uongofu. Uongofu utamfaa mwanadamu mpaka siku atakapoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya tafsiri za wanavyoni kuhusu ihdina sirata al-mustaqim, huwa tariqul wadih, ni njia iliyo sawa ama iliyo safi, alladhi la i'wajaja fihi, ambayo kwamba haina kupinda pinda. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Uislamu umenyoka, hauna njia nyingi. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man, akielezea kwamba watu wafuate njia, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u, hii ndio njia iliyonyoka, ifuateni. Wala tattabi'u subul, na wala msifate njia nyingine ambazo zitakuwa zimetokeza pembeni, ambazo sio za uongofu. Fatafarraqa bikum an sabili, zikawapoteza nyinyi mkakosa kuingia katika njia yako iliyonyoka. Wa huwa al-islam alladhi arsala Allah bihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo al-mustaqim, sirat al-mustaqim ni Uislamu ambao Allah amemtuma nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha anfa'u du'a, turudia pale, na hii ni dua ambayo inanufaisha, yani ni dua anfa, ni jina la ismu tafdhil, ni dua bora zaidi yenye manufaa zaidi. Wa adhamu, na ni kubwa. Fa innahu, kwa sababu hii dua idha hadahu ila siratil mustaqim, hii dua hii ikimuongoza mtu katika njia iliyonyoka, aanahu ala ta'ati, ile njia iliyonyoka na yale ambayo atakuwa yanamwelekeza katika ile njia ambayo ni sunna na kitabu cha Allah, zitamsaidia huyu mtu ambaye yuko katika hiyo njia ili asiweze kufanya nini? Kupotea. Aanahu ala ta'atihi, zitamsaidia katika kuleta mambo ya taa, wa tarki ma'asiyatihi, na zitamsaidia kuacha maasi. Falam yusibuhu sharrun, hata patikana na shari yoyote huko, fi dunya wal akhirah, katika dunia na kesho akhira. Wa hadha dalilun ala anna al-Qur'an hidayah, na hii ni dalili ya kwamba Qur'an ni hidayah, kwa sababu katika sura ya kwanza sisi tushafundishwa haya mambo yote. Ihdina siratal mustaqim, ukiomba na Mwenyezi Mungu akakujalia katika njia iliyonyoka, kuna kitu kilichobakia? Kawaida tunapaswa kuomba vile vitu ambavyo ni vya, yani tuseme mathalan, watu wanakuwa ni wenye kusema mtu usimpatie pesa, bali mpatie nini? Kitu ambacho ataweza kufanyia kazi ili yeye apate nini? Apate pesa. Kwa hiyo mtu anaweza kuomba vitu vingi ambavyo havitamfikisha katika lengo, na Allah akampatia. Lakini lengo letu sisi wanadamu, tumeumbwa tuishi, tuko katika mtihani. Mtihani huu utaufaulu vipi? Lazima uwe katika njia iliyonyoka. Sisi tufahamiana. Kwa hiyo ndio maana hapa huyu mwanakueleza anamaanisha mtu akiomba dua hii ni kama ameomba kila kitu. Hii dua ni jami. Ukisema ihdina siratal mustaqim, wewe umeomba khairi za dunia na khairi za akhira zote, wala haitakupata shar katika hii dunia
na kesho akhera, kwa sababu umeomba dua ambayo imekusanya kheri zote. Ndio maana akasema wa hadhihi dua anfa wa a'zam, na hii ni dua kubwa na ni yenye manufaa zaidi. Kwa hiyo mtu akijaliwa yuko katika sirat al-mustaqim, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amempa kheri kubwa. Sirat alladhina an'amta alayhim ghairi al-maghdubi alayhim wala ad-dallin, njia ambayo kwamba ni ya wale uliowaneemesha, njia ambayo kwamba ni ya wale uliowaneemesha. Hapa hakuna tafsiri nyingi, tafsiri ni moja tu, na hii tafsiri imekuja ni kipande cha aya. Allah subhanahu wa ta'ala sema fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, sawa, watu wema, akataja sifa zao, kisha akasema hao wako pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha ama amewapa neema zake. Minan nabiyyin, manabii, watu waliopewa walioneemeshwa na Allah, minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Hizi sampuli 4. Kuingia tena katika kutafsiri kila neno nayo ni masala mengine, wakati hutokuhusu, lakini watu hawa sampuli 4 ndio watu waliotajwa katika Qur'an na wanaingia katika hii tafsiri ya sirata alladhina an'amta alayhim, an-nabiyyin was-siddiqin, wale waliosadikisha ule utume, watu wema waliokuwa baada ya mitume wakawakubali, washuhada, na wale mashahidi ambao wamekwenda kufariki katika vita au na namna nyingine zinazokuwa zinapatikana mashuhada, wasalihin, na watu wema. Kwa hiyo kama hatuko katika an-nabiyyin, lakini katika siddiqina tutafaa tuwe, na katika shuhada pia tunaweza kujitahidi tukafikia fadhila hizo kulingana na hadithi zilizokuja. Wasalihin tunaweza kabisa kuingia katika hilo kundi, kwa sababu ni kundi la watu wema, wengi wote wanaingia. Faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Na sisi kama watu tuliokuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna fadhila kubwa ambayo tunayo hawakupewa masahaba. Nani ataweza kutukumbusha fadhila hiyo? Ni fadhila gani ambayo waliokuja baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam wamepatiwa hiyo fadhila tofauti na kupata masahaba? Naam. Naam. Yaani tumeamini kwa ghaib. Hii ndio maana yake. Tumemwamini Mtume kwa ghaib. Na hakuna imani yenye thamani kubwa kwa Allah kama imani ya ghaib. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Ukiamini kitu kwa ghaib, maana yake umeamini kwa khiari. Unajua imani inakuwa katika ikrari, inakuwa mara mbili, ikhtiyar na kwa kulazimishwa. Firauni aliamini ndio, lakini ile yake ilikuwa ni gani? Ni ya lazima. Ile ilikuwa hana budi, kaona maji yanamfinika ndio amantu, sasa mimi naamini sasa. Kwa hiyo hii sio, na wale ambao itakuwa roho zimewafikia katika, yaani mtu anafariki sasa ndio anataka kufanya tauba, hii nayo haiwezi, kwa sababu ameamini kwa lazima, hakuamini kwa khiari. Ama wale ambao wakati mpaka utafika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sema mlango wa tauba uko wazi mpaka jua litakapo, hata tatlu ash-shams min maghribiha, mpaka litoke upande wa maghrib. Wale watakaoamini wakati ule nao watakuwa nini? Wamechelewa bure, katifata dawa, kwa sababu wameamini kwa kulazimishwa, hawakuamini kwa khiari. Kwa hiyo sisi tunapata katika hiyo siddiqi pia watu wema, wa hasuna ulaika rafiqa, dhalika al-fadlu min Allah. Hiyo ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Kwanza tuangalie tu, tumejua an'amta alayhim ni gani. Sasa tuangalie al-maghdubi alayhim na hawa waladdallin ni watu gani? Al-maghdubi alayhim ni al-yahud, Mayahudi. Mayahudi ndio wanakusudiwa ukisema ghairi maghdubi alayhim. Waladdallin an-nasara. Mmoja katika mufassiri anasema
a'dauka almulhidin an sirat, maadui zako wale ambao kwamba, sasa hapa ni ghairi al-maghdub, maadui zako ambao kwamba wameenda kinyume na njia ya sawa, as-salikina ghairu manhaj, walioshika manhaj ambayo sio ile ya sawa, min al-yahud alladhina humul maghdub alayhim, mayahudi ambao kwamba ndio waliokasirikiwa, alladhina arafu al-haq wa lam ya'malu bihi, walijua haki na wala hawakuitendea kazi, wala dhalin an-nasara alladhina dhallu 'anil haqq wa 'amilu bighayrihi, wale ambao kwamba walipotea kwenye haki na wakafanya kinyume na ile haki inayotaka, fastahaqqu al-ghadab wal la'n, wakastahiki ghadhabu na kulaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yahudi ni wenye uadui zaidi na Uislamu kuanzia zama za zamani kwa mitume na hata wa sasa pia. Utakuta adui mkubwa wa Uislamu ni Yahudi, na moja katika sababu nyingine kwamba hii umma Muhammad au risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwao imekuwa ngumu kuikubali, kwa sababu mtume hakuwa katika Waarabu na hakuwa katika Mayahudi, alitoka katika Waarabu. Manabii wengine wote wametoka katika silsila au kizazi cha Mayahudi, lakini alipokuja mtume wakaona huyu si wao, wakamkataa, ma'arafu bihi, wakamkataa. Katika sura al-Baqara Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, na imeelezwa tena kwamba latajidanna ashadda an-nas, utapata wale watu ambao kwamba ni wana shida zaidi na uadui zaidi, ashadda an-nas adawa lilladhina amanu, wale ambao wana uadui zaidi kwa walioamini, al-yahud walladhina ashraku, wala tajidanna aqrabahum mawadda, na utapata wale ambao kwamba wako karibu na Waislamu na kuamiliana nao vizuri, alladhina qalu inna nasara, wale ambao kwamba wamesema sisi ni nasara, dhalika bi anna minhum qissisin wa ruhban wa annahum la yastakbirun, kwa sababu hiyo kwao kuna wale makasisi na maruhban. Ruhban ulama wa nasara wanaitwa kwa jina la ruhban, kwa sababu hiyo na wao hawana sifa ya kibri, wa annahum la yastakbirun, ndio wakawa wana ukaribu na Uislamu, na ni watu ambao itikadi yao inabishana vitu kidogo na itikadi ya Uislamu, pamoja na kwamba yao haiko sahihi. Ndio maana yule mfalme wa Najashi wa Habash aliposomewa aya zinazomzungumzia Maryam ambaye ni mamake Isa alayhi salam, akasema, akachora mstari chini kwamba Isa wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, uzazi wake zote zile. Aliposomewa zile aya zilizokuja katika Qur'an, akachora mstari chini akasema, ma bainana wa bainakum illa hadha al-khat, hakuna kinachotuzuia ama kinachotutenganisha sisi na nyinyi isipokuwa tu hii line. Na kwa kutaka kwake kuongoka na kuonesha kwamba hana kiburi, Mwenyezi Mungu akamsahilishia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtumia ile barua ya risala kwamba akubali Uislamu, akakubali na akafariki katika Uislamu. Na wakati alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kumsalia swala ya janaza ambayo ni ya ghaib. Almuhim, tumepata sirata alladhina an'amta alayhim, hawa ni watu wema ambao tumesema wanagawanyika katika sampuli 4: an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Ghairi al-maghdubi alayhim al-yahud, mayahudi, wala dhalin an-nasara. Na tutaki tuingie katika kuzungumzia itikadi zao kwa undani, lakini tunafahamu mayahudi itikadi yao na manasara ya itikadi yao kwamba Yesu ni mtoto wa Mwenyezi Mungu na atawapokelea wao madhambi yao, atawatetea siku ile inshallah. Wanaoamini wenyewe kwamba atakuja, atachukua madhambi yao, atawasaidia. Lakini sisi kama Waislamu tunaamini kwamba wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna mtu atabeba mzigo wa mwenzake, kila mtu atajibebea mzigo wake. Kitu cha mwisho kuzungumzia au mafundisho tunayopata katika hichi kipande cha sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin, kwamba nasaba an-ni'ma ila nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala alijinasibishia an'amta alayhim, sirata alladhina an'amta, njia ambayo kwamba wewe Allah umefanya nini? Umewaneemesha. Lakini alipotaja ghayril maghdubi hakusema wale ambao kwamba umewakasirikia, sio tofahamiana, akasema tu waliokasirikiwa, hakujiweka yeye pale. Kwanza hili nataka tufahamu kwamba
Mwanzo tulifahamu kwamba Ar-Rahman Ar-Rahim. Mwisho hakutaka pia kutuonesha kwamba hawa niliokasirikia pia nimewawekea, yani amewawekea ghadhabu kali. Akasema tu wale walio kasirika, kwa sababu hakujifungamanisha na hasira, bali alijisifu na neema. Pia vile vile alitaka kutufundisha sisi adabu ya kuzungumza na yeye. Tufahamiana adabu ya kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba unapotaka kutaja kitu kizuri unamsifu yeye, unaegemeza kwake. Unapotaka kitu kibaya ukiegemeza kwake, utaegemeza kwa kitu kingine, kama ni shetani ama wewe nafsi yako. Na mifano imekuja mingi katika Qur'an, tutaeleza. Mfano wa kwanza, Nabii Allah Ibrahim alipokuwa anaomba zile dua, alladhi khalaqani fahuwa yahdi, ndio kwamba ameniumba na yeye ndo ananiongoza. Wa idha alladhi khalaqani fahuwa yahdi walladhi yumituni thumma yuhyi walladhi yut'imuni wa yasqini, ambaye kwamba ananilisha na ananinyesha. Wa idha maridtu, akajiekezea ugonjwa na akamrudishia yeye ni shafa, uponyaji. Wa idha maridtu, na nikiwa mgonjwa, fa huwa yashfi, yeye ataniponya. Hii ni moja katika adabu za kuzungumza na Allah. Vile vile Nabii Allah Ayub, tufahamu hakuna mtu asiyejua aliugua kupita kiasi. Aliugua miaka mingi mpaka akaoza mwili ukawa toka wadudu, lakini alipotaka kuomba dua alisema Rabb anni massani ash-shaytan, na pia katika aya nyingine akasema Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Katika ile aya nyingine akasema binusbi wa adab. Kwa hiyo hapa tayari alitumia adab nzuri ya kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, anni massani ash-shaytan anni massani ad-dur, akaelekeza zile ugonjwa kwa nani? Kwa shetani. Pia vile vile tutapata katika dua au katika adab ya kuomba dua zetu katika kisa cha Nabii Allah Suleiman alipokuwa anataka kuomba ufalme ambao hauna mfano, akasema Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Hii inatufundisha mambo mengi katika kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza, ni vizuri Muislamu akatanguliza msamaha kabla ya kuomba dua yake anayoitaka. Ni vizuri Muislamu akatanguliza kuomba msamaha kabla ya kutanguliza dua yake anayoitaka. Na hii tunapata katika dua nyingi, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minin yawma yaqumul hisab. Kwanza waomba msamaha, kwa sababu sisi kila dakika tunafanya nini? Tunakosa. Huwezi kuanza tu adhiya, hakuna makosa. Naam, tusielewane vibaya, hakuna makosa ukianza kuomba dua zako bila ya kutanguliza istighfar, lakini ni vizuri na ni aqrabu ila isaba, inakaribia kupata ile dua au kujibiwa kwa haraka lau mtu atatanguliza msamaha. Ni kama wewe wajua ulimkosea mtu, sasa utakapokwenda kumuomba kitu kingine, utaenda tu ukakiombe moja kwa moja au utaenda kwanza usuluhishe yale mlioharibu kwanza, kisha ndio fanya uombe. Kwa hiyo maana dhalika, wakati utakuwa waomba baada ya kuleta istighfar, hii ni moja katika sababu za dua iko karibu kujibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi ighfirli, unatanguliza istighfar baada ya kumaliza kile unachokitaka. Na hizi mifano ni mingi, nimesema tukisema tutaanza kuzitoa tutamaliza wakati, lakini ukishamaliza kile unachokiomba, ndio maana jana tukasema dua ambayo inapaswa mtu aiombe kwanza ni hidayah, na kuomba istighfar pia ni moja katika hidayah. Ukimaliza unachokitaka kukiomba katika khairu za dunia ama za pepo za akhera, kisha umalizie na sifa, kumsifu nani? Allah, kulingana na kile unachokihitaji. Sisi tufahamiana. Nabii Suleiman alikuwa anaomba ufalme, akamsifu Allah kwa ismu ya Wahhab, mwingi wa kutoa bila kurudishiwa, yani
malipo, anatoa tu bila kurudishiwa. Kwa hiyo akamwambia rabbi ighfirli wa habli mulkan, na unipatie ufalme ambao hautapaswa kumpa mtu mwingine baada yangu, innaka antal wahhab, hakika wewe ni mwingi wa kutoa. Na wakati ule waomba wewe kitu chako cha kama ni cha kusahilishiwa, utaweka jina ambalo linafanya nini, lina sifa ya usahilishaji. Au waomba kitu au waomba sahali, mathalan waomba Allah subhanahu wa ta'ala akupatie amani, sakina katika nafsi. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, amwambie kwamba ana sifa samad, alwadud, arrahim, alqarib, almujib, as-sami'. Zote hizi ni katika sifa ambazo unaweza kuziweka mwisho katika dua yako ili ipendeze zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tunapata kwamba walioneemeshwa ni manabii na watu wema na mashahidi na siddiqin, waliokasirikiwa ni Mayahudi, waliopotea ni Manasara. Na hapa Allah anatufundisha kwamba yeye rehema zake ni nyingi kuliko hasira zake, na pia tujifundishe namna ya kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala kwa adabu nzuri, pamoja na kwamba mipango yote inatoka kwake yeye. Fasharru la yusabu ilayhi abadan wa in kana minhu taqdir. Yeye ndo amepanga, lakini anasibishiri Allah subhanahu wa ta'ala shar. Je, mtu katika dua zake akamwambia hili jambo lililoniletea ya Rabbi hivi na hivi, shar. Kwa hiyo inapaswa ujielekezee shari nafsi yako, au muelekezee shetani, au uelekeze kwingine kokote, lakini Allah anaelekezewa khair pekee yake. Mfano mwingine wa mwisho wakati ziko kuhusiana na hii adabu ya kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio tunafahamu kwamba Allah alikusudia nini kumwambia Musa kwamba Khidr alikuwa ni mtu mwenye elimu. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilm. Tafahamu kupitia hizi ayati. Mara kwanza waliingia katika nini? Safina, sio? Alafu akaitoboa. Mara pili akamuona mtoto akamuua. Mara tatu akaona ukuta unataka kuanguka akausimamisha. Hapa tunapata vitendo vitatu. Khidr, angalia alitumia maneno gani, au katika Qur'ani imekuja kwa lafzi gani, ili tufahamu kwamba vipi tunapaswa kuwa na adabu wakati tunazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza katika safina akasema fa'aradtu an a'iba, nikataka mimi kuitia aibu hiyo safina, mimi Khidr. Walipofikia ikiwa ni kisa cha yule mtoto aliyemuua kwa sababu alitarajia atakuja kuwa mbaya na wazazi wake walikuwa ni wema, akasema fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa akhra. Tukataka yeye na Allah, sisi tufahamiana, yeye na Allah wakataka, kwa sababu hichi kitendo kiko 50-50. Huenda yule mtoto angekuwa mwema au angekuwa amepata, kwa sababu lile alilokadiria mtoto angekuwa mbaya. Na lao mtoto angekuwa mwema, Mwenyezi Mungu angemuongoza, ingekuwa yeye amefanya nini? Amekosa. Kwa hiyo akajiweka yeye na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa alipata famin Allah, na ikiwa alikosea faminhu. Sijui tufahamiana. Mwisho kabisa katika kusimamisha ukuta, hii ni kitu ambayo iko wazi, ni jambo la kheri. Umeenda mahali umeomba maji, watu wamekukataza, faaba wa yudhaifuhu, wakakuta ukuta unataka kuanguka, Musa akausimamisha. Khidr akausimamisha. Musa akamwambia ungechukua ujira na takatta alayhi ajra, ungechukua ujira bana, hii kazi umefanya hii si kawaida. Wewe hawa watu wametukatazamaji, wewe umeenda kusimamishia ukuta, ungewamani kama ungewaacha ukaangukia. Lakini yeye alikuwa anafahamu kwamba chini kuna nini? Kuna vitu vya thamani, kanzu, kama tulivyoeleza hapa. Wakana tahtahu kanzun lahum, za wale watoto mayatima, yakasimamisha ili zifike ule muda kabla hazijaanguka, watu wasiwapore mali zao. Hichi kitendo ni cha khair bila shaka, hakina ubaya ndani yake. Akasema fa arada rabbuka, sio tofahamiana, fa arada rabbuka an yablugha
ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika. Tutarudia suratul Fatiha kwa ufupi kumaliza, wakati wetu umeisha. Makusudio ya sura hii ni tahqiqul ubudiyya lillah, kuhakikishiwa ubudiyya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, shukrani na sifa zote ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa viumbe vyote. Arrahmanir rahim, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Maliki yawmiddin, mfalme wa siku ya malipo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe peke yako tunakuabudu Allah na wewe peke yako tunakutaka msaada. Ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ambayo kwamba ya wale uliowaneemesha. Ghairil maghdubi alayhim wala dhalin, na sio njia ya wale ambao kwamba umewakasirikia wala waliopotea. Kama kuna swali